Simba wanafanya kufuru, tena kufuru kubwa kwa hawa wachezaji ambao wanawasajili. Kuna uwezekano msimu ujao wakafika fainali ya kafu na kubeba vikombe vyote vya hapa nyumbani. Za ndani ambazo tumeweza kuzipata, klabu ya Simba ikiongozwa na mwenyekiti wake wa bodi Mohamed Dewji, tajiri huyu ambaye yeye ndo anahusika kwenye masuala mazima ya kutoa pesa, wameweza kupiga odi kwenye timu ya Masandawana. Hapa nawazungumzia Mamelodi Sundowns ambao wao wako kwenye fainali ya CAF Champions League. Na pale kuna mchezaji ambaye wameenda kumng'oa na msimu ujao tutamuona kwenye ligi kuu ya Tanzania. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa akiibuka top scorer wa ligi ya South Africa mara kadhaa. Hapa mtu ambaye tunamzungumzia ni Peter Shalulile, na kwa taarifa ambazo tumeweza kuzipata kutoka kwenye vyanzo vyetu ambavyo tunaviamini kule nchini South Africa ni kwamba Peter Shalulile ameweza kuwaaga mashabiki wa Mamelodi Sundowns, na hivi karibuni tumeweza kuona Mamelodi Sundowns ya kule nchini South Africa na Simba hapa Tanzania wamekuwa na ubia, wamekuwa na ushirikiano. Tumeweza kuwaona wakina Neo Gift Maema, tumeweza kuwaona wakina Rushaini Stana Doroku, waliweza kuja kiurahisi kabisa katika klabu ya Simba, japokuwa ilikuwa ni kwa mkopo, na sasa hivi viwango vyao vimeweza kuimarika. Hii inatuongezea odds, hii inatuongezea asilimia za klabu ya Simba kuweza kumsajili mshambuliaji hatari kabisa kutokea kule Mamelodi Sundowns, Peter Shalulile. Na Shalulile akishaweza kutua kwenye ligi ya Bongo, mimi nipenda kusema kwamba hizi timu ndogo ndogo zitajuta, kwa sababu huyu ni mmoja kati ya washambuliaji ambao wako very clinical. Shalulile kwenye nafasi 10 anaweza kufunge 10 zote au aweze kukufunga nafasi 9. Na si tu kwenye ufungaji wake, lakini Peter Shalulile ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika. Ameweza kucheza AFCON na Namibia, ameweza kuingia kwenye fainali kadhaa za CAF Champions League akiwa na timu yake ya Mamelodi Sundowns kutokea kule nchini South Africa. Kwa hiyo Simba hapa wamelamba dume. Simba wamepiga bingo kubwa kwa kumsajili Peter Shalulile, moja kati ya washambuliaji ambao watakuwa ni hatari. Mara baada ya Fiston Kalala Mayele kuweza kuondoka kwenye ligi ya Tanzania, tuseme ya kwamba tumekosa washambuliaji ambao wana kaliba kama Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Peter Shalulile inaweza likawa ni jibu tosha. Tutakuwa tumeweza kupata mshambuliaji mwingine ambaye atakuwa na kariba kama ya Fiston Kalala Mayele. Niseme ya kwamba msimu ujao Peter Shalulile atavaa jezi nyeupe na nyekundu na atafanya mazoezi kwenye uwanja wa Bunju, na maskani yake itakuwa ni Msimbazi pale Kariakoo. Mimi niseme kwamba sina ziada. Kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Richmo TZ. Kabla sijakuacha, nipende kukuasa mtazamaji wangu uweze kusubscribe channel yako pendwa kabisa ya Sports Online TV ili uendelee kuwa mjanja kila siku na kupata habari za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.